Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Mtu ambaye Bwana ni tumaini lake, yaani Bwana Mungu ni tumaini lake, atazingatia kwa makini amri za Mungu, atatimiza daima kusudi lake Mwenyezi Mungu, ataishi katika hekima yake Mungu. Viashiria vinavyodhihirisha kwamba huyu anamtegemea Mwenyezi Mungu, atakuwa anafanya yafuatayo. Mosi, atakuwa anasali kwa imani, tena mara nyingi, na pia kwa matumaini kwa Mungu. Pili, atakuwa anasikiliza kwa makini neno la Mungu, atalisoma, atalitafakari na kuliishi hilo neno, ili liwe ni mwongozo katika maisha ya kukua kiimani na safari ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tatu, atakuwa ni mtu mnyenyekevu, ni mtu anayejishusha ili akwezwe na Mungu mwenyewe. Nne, ni mtu ambaye ni mvumilivu kwa changamoto anazokutana nazo katika kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na huo uvumilivu ni uvumilivu unaodhihirisha kwa jinsi anavyomtegemea Mwenyezi Mungu katika kupambana na changamoto mbalimbali. Ni mtu anayetegemea kwamba atapata baraka kutokana na uvumilivu kwa misalaba mbalimbali anayokumbana nayo, akijua mbele yake kuna taji, mbele yake kuna mafanikio. Kile la tano, anayemtegemea Mwenyezi Mungu ni mtu anayetembea katika roho ya toba, ya kukiri ukosefu wake ili atakaswe na Mungu kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu. Anayemtegemea Mwenyezi Mungu hali kadhalika ni mtu ambaye atakuwa na huruma na upendo kwa wanaoteseka, kwa wahitaji. Ndiyo maana somo la kwanza nasema kwamba amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu kwa kinga yake na sio Mungu. Ndio maana utaona baadhi wanakwenda kwa waganga, mambo ya ushirikina na hali kadhalika, wanaowategemea wale ambao wanaonekana ni wakubwa, na wanakuwa na hofu kwa wakubwa zao badala ya hofu kwa Mwenyezi Mungu katika kumtegemea Mwenyezi Mungu. Tosha. Kile tukilinganisha pia na somo la Injili, anayemtegemea Mwenyezi Mungu atajiona kwamba yeye ni maskini ili awaone wahitaji na kushirikisha kile alichojaliwa na Mwenyezi Mungu, na huo ndio utajiri wa kweli. Lakini utajiri wa
na kuona wengine wanateseka kama vile Lazaro. Mwisho wa yote ni kuvuna nini? Mwisho wa yote ni kuvuna baraka. Badala ya baraka, tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atuangazie, atuongoze, tuwe na hekima ya kimungu katika kumtumainia na kumtegemea Mwenyezi Mungu kila siku ya maisha yetu, na kuwa na sikio sikivu katika sinodi hii ya kwanza Jimbo Katoliki Moshi inayoendelea, ili tuzamishe yale